Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujafanya hivyo, kusubscribe fanya sasa ili uweze kupata kila kinachotrendi katika mitandao ya kijamii. Na kubwa ni sakata la dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Hatimaye wenye mamlaka wamezungumza kuhusiana na sakata hilo kwa Simba kugoma kuingia uwanjani katika mechi hiyo ya leo, huku Yanga nayo ikitikisa taarifa yake rasmi. Hatimaye sasa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara imetoa taarifa rasmi, na hapa na kusomea taarifa iliyoandikwa na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara kuelekea hiki kinachoendelea hivi sasa. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania kwenye mabano TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8 mwaka 2025 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba ililiandikia barua bodi ya ligi kuelezea kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi yaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba, wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu, haikuwasiliana na ofisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kikanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ilipokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuhairisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza kwenye mabano 1.3 ya ligi kuu kuhusu kuhairisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania kwenye mabano TPLB, Machi 8 mwaka 2025. Na huo ndio mwisho wa taarifa kutoka katika bodi ya ligi kuu. Hili ni sakata ambalo lilivuma kweli kunako ligi kuu soka Tanzania bara hapo jana usiku, baada ya Simba Sports Club kuzuiliwa kuingia uwanjani kufanya maandalizi yake ya mwisho kuelekea kwenye mchezo huo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Young Africans. Yote kwa yote tumeshafahamu
tusubiri tuone hatima ya hili lililotokea ni lipi, bodi itakuja na kitu gani. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club tunasema wao ni washindi, maana waligoma wakasema hawatocheza mchezo huu kwa sababu wamezuiliwa. Na kweli bodi ya ligi kuu imekuja na tamko ikisema kwamba mchezo huu hautafanyika kutokana na hiki kilichotokea. Wakati huo ukiendelea hayo, Young Africans wakitoa tamko wakisema watapeleka timu leo jioni kama ratiba na taratibu zinavyohitaji, lakini kama mechi hiyo haitopigwa leo, wameahidi hawatashiriki tena kwenye mechi ya marudiano tarehe yoyote itakayopangwa mchezo huo. Haya yote yanaendelea kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Haya yote yanaendelea wakati na kukumbusha kusubscribe YouTube channel yetu. Kumbuka Kariakoo Derby, mnyama Simba Sports Club amepotea kwenye michezo ya hivi karibuni, Young Africans akiondoka na ushindi katika derby za Kariakoo. Head to head 5 zilizopita Simba alipoteza michezo miwili, akifungwa mbele ya Young Africans, akishinda mchezo mmoja, akitoka sare mchezo mmoja. Itakumbukwa Oktoba 19 Simba akipoteza kwa goli 1-0 mbele ya Young Africans, goli la Kigiri walilojifunga wenyewe Simba Sports Club. Lakini pia itakumbukwa Simba Sports Club wametokea chupu wakapoteza mbele ya Young Africans kwa goli 2-1 katika mchezo walioucheza dhidi ya Young Africans siku za hivi karibuni. Lakini pia Simba wakapigwa goli 5-1 dhidi ya Young Africans, wakati mchezo pekee wa Simba waliopata matokeo ilikuwa ni mchezo wa goli 2-2, mchezo ambao Kibu Dennis Prosper alipata magoli hayo mawili. Nyuma ya hapo Simba alitoka sare ya goli 1-1 na Young Africans, na nyuma tena ya hapo Simba akipata sare ya bila kufungana, kwa maana 0-0 dhidi ya Young Africans. Hii ndio derby ya Kariakoo. Kila jambo linaibuka wakati huu wa derby ya Kariakoo. Tusubiri tuone nini kitatokea. Busara zitatumika kuamua hili lililotokea. Ni haki ya msingi kwa Simba Sports Club kutumia uwanja huo kufanya mazoezi, lakini kutokana na taratibu zilizopo na derby ilivyo, pressure ya mashabiki na timu zilizopo, na kutokana na misimamo ya ligi ulivyo kwa sasa, imesababishwa yoyote kutokea. Lakini yote kwa yote tusubiri tuone nini kitatokea kunako ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa viongozi wa ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Hii ni Fumo 255. Narudia tena na kusisitiza tena, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili upate kila kinachotrendi na kujiri mitandaoni, utakikuta mahala hapa. Na hii ni Fumo 255. Kama hujafanya kusubscribe, fanya sasa ili usipitwe na kila kinachotrendi katika mitandao ya kijamii.